Kwenye mahojiano yangu na Dickson Job hivi video tupige story kuelekea Wape Tabasamu ambayo itafanyika mwezi wa 7. Ni video kwema. Asante mwana. Nzuri Kama kawa. Kwanza pole wa ndugu. Asante sana. Mrefu sana tukiwa tuwachana Zanzibar kiona. Changamoto tu. Maendeleo ukoje? Niko poa, naendelea vizuri. Najua una miss kurudi ukiwa unatazama mechi. Game gani ile ulikuwa unatamani ungekuwepo? Kipindi ambapo benchi umekaa ndani unatazama. Kwa wakati huu kwanza kwa sababu nauguza majeraha yangu. Nadhani ni wakati sasa wa kuangalia wenzangu wakiwa wanacheza na kuona wanafanya nini. Kwa kifupi, mimi kama mchezaji natamani kuwa katika sehemu yangu ya kazi, lakini nachoshukuru naona wale ambao wako kwa wakati huu wanafanya vizuri katika nafasi hiyo. Kwa hiyo ile nayo pia inakuwa inanipa mimi faraja na nakuwa najisikia vizuri hata ninapokaa naangalia na kuwa nafarijika. Kwa hiyo naendelea tukuomba Mungu nipone haraka nirudi tujumuike tupambane kwa pamoja tuweze kufanya vizuri. Wape Tabasamu inaendelea kuwapa tabasamu wana wa Morogoro. Safari hii mnaenda kutengeneza vyoo, lakini pia mnaenda kutoa msingi kwa mama ntilie. Maana yake mnaenda kuinua jamii yenu. Bila shaka Morogoro wako proud kuhusu ninyi. Wazo hili lilikujaje na kusema kwa safari hii tukatoe misingi kwa mama ntilie? Wazo hili lilitoka kwa uongozi ambapo walikaa na GSM Foundation wakaangalia, kwa sababu kila mwaka tunakuja na mpango na tunaangalia sekta gani ambayo itakuwa nzuri kuweza kuwashika watu. Kwa hiyo GSM Foundation na viongozi wetu walikaa kwa pamoja wakaangalia sehemu gani ambayo tunaweza kwenda kushika. Sasa hivi wakaona kwamba Morogoro kuna uhitaji huo wa vyoo mashuleni, lakini pia kuweza kuwa Tabasamu mimi naitazama kwenye picha moja kubwa sana, kwa sababu kwanza ilianza ikiwa ndogo sana, lakini tukiwa tuna matumaini makubwa kwamba kuna sehemu tunahitaji kufika. Ndio maana hata wakati tunaanza tulikuwa tunaweka effort kubwa sana ili kuweza kuifikisha pale ambapo sisi tunatamani ifike, na ukiangalia tumeweza kwa asilimia kadhaa, na ndio maana hata GSM Foundation wameweza kuona kwamba okay, tunahitajika na sisi kutia nguvu ili kuweza kuwa support. Lakini ukiachana na GSM, nyie pia waandishi mmekuwa watu kusupport toka katika siku ya mwanzo kabisa, tamasha letu la mara ya kwanza kabisa. Kwa hiyo nayo inatupa nguvu na nyie mnakuwa mnazidi kutupushi na vitu ambavyo tunakuwa tunavifanya vinazidi kuonekana na kutembea. Lakini watu wanaona kama mzani unaelemea sehemu moja, kila siku unashinda wewe bwana. Watu wanaona sasa kibwana atashinda lini? Kikubwa ni maandalizi ambayo mimi nafanya. Kizuri najua kuchagua timu nzuri ya wachezaji, kwamba mchezaji gani mzuri. Mimi sitafutagi pia tu wachezaji wazuri, natafuta wachezaji wazuri ambao pia naamini wanaweza kupambana na kuweza kufanya vizuri. Mimi sichukuliagi kama ni mchezo tu wa hisani, ila na mimi ni mshindani siku zote, napenda ushindani. Kwa hiyo napokuwa nachagua timu naangalia na ushindani, kwamba sawa watu waburudike, lakini niweze kupata matokeo mazuri. Hapo lakini watu wanaona Diki kila siku anashinda. Leo tumemsikia Ziziki ametangaza upande wake. Kuna namna yoyote umeshtuka kusikia Stefan Ki la program amesema yeye upande kibwana? Mimi kwangu sijashtuka, kwa sababu mwaka huu pia mimi mwenyewe na timu nzuri sana, na tumejaribu kuangalia na tumetamani mwaka huu kuifanya kwa utofauti, kwamba at least tupate asilimia kubwa. Unajua miaka ya nyuma tunakuwa kuna muda tunaenda tunakwama, kwa sababu unakuta ligi ilishaisha na wachezaji wengi washaondoka, alafu tunapata nafasi kubwa mpaka kwa watu kuja kurudi tena. Sasa mtu huwezi kusema si eti mtu yuko kwao tayari kashasafiri nje uweze kumrudisha na kuwa ngumu. Kwa hiyo mwaka huu at least kwamba tunamaliza ligi, tunamaliza FA, hakuna pale national break, kwa sababu kipindi cha nyuma nakuta ligi na FA kishaisha kuna timu za taifa pale zinacheza, kwa watu wapo katika timu zao za taifa. Kwa safari hii hakutakuwa na pale. Kwa hiyo naamini wachezaji wengi wa Simba, Yanga na Azam watakuwa kwenye ile wiki ya FA, wao wengi watakuwa wanapatikana. Kwa hiyo tutaweza kuweka timu moja, lakini kikubwa timu yangu mimi ninachoamini safari itakuwa nzuri sana. Ndio maana hata niliposikia swala la Azizi sijashtuka, kwa sababu na timu bora sana mwaka huu. Sawa, mimi nikurudishe nyuma, mbali tu nakuwa nje ya pitch, kitu gani ambacho umemiss zaidi kwenye klabu yako? Kitu nilichokimiss zaidi labda ni ile support tu ya wananchi, kwamba tunapokuwa uwanjani tunapopambana nao wamekuwa kusupport. Ndio kitu ambacho nimekimiss, vibe yao. Kuna mchezo Yanga walipoteza, walitoa sare pale Morogoro na dhidi ya Mtibwa. Watu wanaona Yanga namna gani nini kwako, kile kipindi cha ups and down timu inapitia, kama kiongozi uko unazungumza nini na wachezaji wenzako? Na kwanza nilikuwa naamini ni nyakati tu za mpito, kwa sababu ukiangalia tulikuwa tunacheza mechi back to back, lakini pia timu ilikuwa ina majeruhi wengi. Kwa hiyo nikaamini kwamba timu yangu itaenda itakaa vizuri, na
hata kabla ya michezo huwa mimi mara nyingi napenda kutuma tu message kwenye WhatsApp, kwa sababu tuna group, napenda kutuma kwamba okay, mchezo muhimu, lazima tukapambane tuweze kufanya vizuri na ni pointi muhimu katika mchezo huo. Lakini ilifikia stage ambayo mimi pia nilikuwa natamani tusiende kucheza kwa sababu timu ilikuwa tayari kuna majeruhi mengi na mechi tutacheza back to back. Kwa hiyo lakini ukiangalia toka tumerudi watu wanapambana na timu inapata matokeo, na ninachoamini hiki ambacho kimeanza sasa hivi ndio mpaka mwisho wa msimu. Hali na mchezo wa mpira wa miguu kwa ni mchezo ambao unahusishanisha kugusana na matukio mengine. Baada ya majeraha watu wamezungumza mengi kwa mitandao ya kijamii. Mimi nataka kusikia kutoka kwako. Una kinyongo na mchezaji ambaye alikufanyia foul ambaye amekusababishia kuwa nje ya uwanja kwa muda mrefu? Hapana, mimi kwa kweli sina kinyongo. Hapo kitu kikubwa zaidi, yani nilichukua ni kama mchezo. Nilichukua kama mchezo, na hata mwenyewe pia alinitafuta, bwana sorry imeisha, sababu ni mpira. Na pia mimi ninachoamini ni Mwenyezi Mungu tu alikuwa imefikia wakati kwamba amepanga, kwa sababu nishacheza miaka 5 bila kuumia. Alikuwa naumia lakini maumivu ya kawaida, lakini kwa nini sasa hivi? Ina maana Mwenyezi Mungu ana mipango yake na mimi, na ndio maana ameweza kuruhusu ili kulipitia katika wakati huu. Kwa mimi kikubwa nashukuru, kwa sababu nachoamini yeye ndo ameruhusu hili. Kwa hiyo hata yeye yule mchezaji wangu sina kinyongo, kwa sababu ile ni kazi yake na alichokifanya basi alistahili kukifanya kutokana na majukumu au matakwa ya timu yake. Kwa hiyo mimi kwangu wala haikuwa kinyongo, na ni mtu ambaye nawasiliana naye, ni mtu mzuri, na pia naamini hata safari hii Wapetabasamu wanaweza kawepo kwenye timu yake. Hapo wakati umepata hilo injury, kwa picha ya kawaida watu walihisi kama tatizo dogo. Baadhi ya mashabiki wa Simba wakawa wanaimba kajivunja, walihisi kama mechi imekupalia. Kesho tukaona jambo limekuwa serious kubwa kiasi kwamba unaenda kukaa nje. Ilikuwa ni scenario namna gani kusikia kelele za mashabiki wakihisi kama umemshindwa kumkaba Selemani Mfalme, umejivunja? Mimi kwanza nitakwambia kitu kimoja, mimi katika maisha yangu sijawahi kujivunja, kwa sababu siaminiki yani kwamba labda naweza ngakutana na watu kwamba wanifanye kwamba eti mimi niogope nishindwe kucheza mechi kwamba okay sasa nastahili kujivunja nitoke. Siaminiki katika hiyo. Yani mimi wakati wote kama ninavyosema, mimi ni mshindani, napenda kushindana muda wote, napenda kushindana. Kwa hiyo wao waliona vile kutokana na scenario ambayo ilitokea, na hata mimi mwenyewe pia baada ya mechi niliangalia mechi, nikiangalia scenario na jinsi nilipopata maumivu, nimeona pale ilikuwa kama challenge ya kawaida, yani vipi yani. Kwa hiyo vitu kama hivyo, na maana ni Mungu tu ambaye amepanga kwamba bwana, ndio maana naweza kusema pia kuna muda unaweza unatembea tu ukapata maumivu au ukajikwaa tu kidogo, ni kawaida, umeona. Kwa hiyo ni hali ya kawaida. Kwa hiyo kujivunja mimi katika maisha yangu sijawahi na siwezi, na siongei kwa ubaya, lakini sikuona ugumu wa mechi kwamba mchezo ulikuwa mgumu kwamba kupelekea mimi kujivunja. Na sikuona sababu au sikuona mtu yoyote kwamba anaweza kunichallenge mule kwenye ule mchezo kwamba ifikie tu kwamba mimi nijivunje kwa sababu yake. Mchezo ulikuwa open tu kawaida. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo tu, majeruhi hapa na pale. Lakini mlikuwa surprised kwa namna Simba alivyokuwa anacheza, tofauti na michezo mliowafunga michezo 6 mtawaliwa, namna walivyokuwa wanafanya. Sikuwa surprised kwa sababu nilitegemea watakuja vile, kwa sababu ukiangalia tumewafunga sana mchezo wa nyuma. Kwa hiyo ilikuwa lazima waje watumie effort kubwa ili kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo ule, lakini sisi nasi tulijipanga kuweza kupata matokeo, na matokeo ambayo yalitokea ina maana ndio matokeo ambayo yalikuwa yamepangwa na ndio maana yaliweza kutokea. Niliona ukiwa unaalia, natamani kujua kipi ambacho kilikuumiza zaidi, kutokuendelea na mchezo ama kuona kwamba umeumia? Yani kilichoniuma zaidi ni kuona kutokuendelea na mchezo, kwa sababu nilitamani kuendelea lakini nikaona hapa siwezi tena kuendelea. Ndio maana kuna muda nikawa nimetoka, mwalimu ananiambia rudi, yani narudi, lakini naona mbona kama nashindwa. Kwa sasa ile hali kama imeniuma, na ukizingatia hiyo situation sasa kuipitia ndo mara ya kwanza. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiliniumiza na ilikuwa kama surprise kwangu. Diki, tutajua washambuliaji bora watano kwenye NBC kwenye hiki kipindi ambacho umekiona cha mzunguko wa kwanza na mzunguko wa pili ambao itakuwa shida kwangu kutaja zaidi, naweza nikataja tu wa Yanga tu, kwa sababu mimi sio muongo, mimi nikiwa nyumbani siangalii mpira. Yani haki ya Mungu nakwambia.
Yani mimi mechi ambayo naangalia labda Yanga akiwa anacheza ndo naangalia. Hata jirani umwangalie. Yani mimi sio mweusi angalia. Mimi yani sipendagi tu angalia mpira, si enjoy. Hata huko nje za Manchester. Sasa hizo mechi za nje ni mpaka ile ukuta zile mechi kubwa unakuta tu wanaongea ile. Ndio mimi nataka kusema ngoja nikae nitulie niangalie. Lakini hivi peke yako sio mambo. Siwezi mimi, sio vitu vyangu. Tangu zamani au sasa hivi? Toka zamani, yani ndio jinsi ilivyo. Yani mimi mechi hivi kuangalia mpaka yani itokee kwamba watu unajua watu wanaongea bwana, mechi leo nzuri, mechi leo nzuri, ndio nataka kaa nikaangalia, lakini ukitoa Yanga hakuna mechi nyingine naangalia. Unajiandaje sasa kwenda kumkaba mpinzani? Kwa maana labda uangalie mechi za Simba hapo unasikia Selemani anafunga kila siku. Unajiandaje kwenda kumkabili Selemani kwamba asipofunga? Sisi uzuri kwenye timu zetu kuna hawa watu wa video. Kwa hiyo wanakuwa na video ambazo wamezitengeneza ambazo sisi tunaziangalia, labda huyu bora wake huko na kwa tayari najua, lakini mtu kama huyo labda Selemani mimi sina kwa muda wote nakutana naye timu za taifa na nini, kwa nakuwa najua ubora wake. Shukrani. Hapo hapo.